Kila mtu duniani ana jambo fulani ambalo ni special, liliumbwa kwa ajili yake. Yaani yeye yupo kwa ajili ya hilo jambo, yupo kwa ajili ya kutatua hilo jambo. Ukiangalia simu ilitengenezwa kwa ajili ya kutatua tatizo la changamoto ya mawasiliano. Ukiangalia jua lipo kwa ajili ya kutatua changamoto ya kutokuwa na mwanga. Lakini pia ukiangalia taa ipo kwa ajili ya kutatua changamoto ya giza. Lakini ukiangalia chochote kile duniani kipo kwa ajili ya, hakipo kitu duniani ambacho kipo tu kilimradi. Ndivyo ilivyo pia hata kwa mtu iko vile vile. Nataka nikuletee mbinu 4 kwa mujibu wa kisaikolojia kugundua jambo ambalo wewe lilikufanya ukaumbwa ukawepo duniani. Tumia mambo haya kadhaa. Jambo la kwanza, angalia kitu unachokipenda sana kwenye maisha yako. Hiki kitu unaweza ukakifanya kwa waredi, kwa ukubwa, kwa muda mwingi ukakitumia kukifanya, lakini hata usipolipwa fedha, lakini ni furaha kabisa kwenye moyo wako, ni kitu ambacho unakipenda. Hilo jambo ni kitu ambacho kinaashiria upo kwa ajili ya hicho kitu. Lakini pia jambo la pili, angalia maumivu yako ya moyoni. Unaweza ukawa unapita sehemu ukaona watoto yatima, walemavu, wagonjwa, wenye changamoto na shida mbalimbali, alafu wewe unabaki tu na maumivu moyoni, unajisemea ningekuwa na pesa ningewasaidia sana watu hawa, lakini kwa kuwa tu sina pesa. Unaumia ndani ya moyo wako. Ni eneo fulani ambalo umeitiwa kwa ajili ya kulishi hilo. Lakini pia jambo la tatu, angalia sauti yako ya ndani. Isikilize sauti yako ya ndani. Sauti yako ya ndani inakwambia nini kuhusu hatima ya maisha yako? Sauti yako ya ndani inakwambia nini kuhusu muda uliobaki? Haijalishi una miaka mingapi kwa sasa, unaishi kwa majuto, ni kama vile umezaliwa kwa bahati mbaya. Haijalishi una miaka mingapi, wewe angalia sauti yako ya ndani inakwambia nini kuhusiana na hatima ya maisha yako, kuhusiana na maisha yako, kuhusiana na wewe utakuwa nani kesho, uishi kwa ajili ya jambo gani. Angalia sauti yako ya ndani inakwambia nini kwa miaka iliyobaki, utaitumiaje. Na jambo la mwisho, angalia mambo ambayo ukiyafanya kwa nguvu zako zote, kwa ujuzi wako wote, yanakupa matokeo na wewe inakuwa ni amani ndani ya moyo wako. Yaani angalia ujuzi wako, angalia vitu ambavyo wewe vinachukua muda wako mwingi kuvifanya. Huenda umeajiriwa lakini unapata pesa nyingi, lakini ni kama si sehemu ya kuishi kwako. Ingawa unapata pesa lakini bado huna amani. Angalia sasa mambo gani ambayo muda wako mwingi unajikuta unayafanya. Ni sehemu husika kabisa kwamba Mungu amekuita kwa ajili ya jambo hilo. Usijutie na wala usijilaumu. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kama wewe unaona kufanikiwa, utafanikiwa. Lakini kama unaona kushindwa, kufeli, utafeli kweli. Badilisha mtazamo wako jinsi unavyojiona. Tuendelee kuwa pamoja katika ustawi wa vijana na hatima zao ulimwenguni kote. Na mimi nitakuwa live kila siku nikikufundisha mambo ya ustawi wa hatima ya maisha yako katika kila eneo, kwenye uchumi, kwenye kila eneo la maisha yako, kwenye mahusiano na mambo mengine mengi. Health, life to you.